walipohusishwa waliamua aje? Je, walipitisha kwamba hoteli ijengwe mle ndani ya msitu? Na hoteli ile inajengewa nani? Ni nani mwenye kujenga ile hoteli? Manake Bwana Spika, kilicho muhimu sana ni kujua kama ni nani anayejenga ndani ya hoteli, kwa sababu naamini yule ambaye anajenga ndani ya hoteli hii ndani ya msitu ni lazima ni mtu aliye na ushawishi mkubwa katika serikali, na kwa hivyo ni lazima tujue ni nani. Mimi kwangu la mwanzo ni kama tujue ni nani, ili tujue huyu ambaye anajenga bila kuhusisha umma, huyu anayejenga bila kuulizwa na maafisa ambao wamepatiwa jukumu hili la kulinda misitu, je, ni nani? Nami nataka niseme moja mawili kuhusu taarifa ambayo imetolewa na seneta wa Kajiado, Seneta Seki, kuhusu ujenzi wa hoteli katika ndani ya msitu wa Ngong. Bwana Spika, na hili ni jambo ambalo linatuhusu na kututia wasiwasi, kwa sababu Bwana Spika, tunajua kwamba kunayo hofu kwamba joto linaendelea kuzidi katika ulimwengu mzima, na ndio sababu kwamba tumeambiwa na hata serikali imesema kwamba kila mtu aweze kupanda miti 2 3 na kadhalika, ili kwamba tuone kwamba misitu yetu inaendelea kukua na wala sio kupungua. Bwana Spika, kama walivyotangulia kusema wenzangu, wale ambao wametwikwa jukumu la kulinda misitu wamekuwa wakilala katika kazi zao, na mahali ambapo ama wakati ambapo wananchi ama mashirika tofauti wanapo leta mambo haya katika mwanga, hapo ndipo wale sasa walio na jukumu hili la kulinda misitu wanapokuja na kutupatia vijisababu ni kwamba ni kwa nini kumetokea mambo kama yale. Na kama alivyosema mwenzangu mmoja kwamba juzi pale katika Karura, wakati walikuwa nakata misitu, wakasema kwamba walikuwa wanaondoa ile miti ya zamani ili kuweka miti ya kisasa, lakini walikuwa wanakata miti yote. Ikiwa walikuwa wanataka kuondoa miti ya zamani na kuleta miti ile mingine sasa ya kisasa, wangekuwa wanakata michache, wanaacha michache. Kwa hivyo wanapokata miti kwa kijumla, tunashuku kwamba kuna watu wanaotaka kufanya mijengo ndani ya misitu, na ni lazima Bwana Spika, kulingana na katiba, ni lazima kwamba kabla ya kukata miti katika msitu kwamba umma uulizwe maoni yao, waweze kutoa maoni, na ni lazima kamati ambayo itachunguza swala hili ituambie, je, umma ulihusishwa? Je, umma ulipohusishwa waliamua aje? Je, walipitisha kwamba hoteli ijengwe mle ndani ya msitu? Na hoteli ile inajengewa nani? Ni nani mwenye kujenga ile hoteli? Manake Bwana Spika, kilicho muhimu sana ni kujua kama ni nani anayejenga ndani ya hoteli, kwa sababu naamini yule ambaye anajenga ndani ya hoteli hii ndani ya msitu ni lazima ni mtu aliye na ushawishi mkubwa katika serikali, na kwa hivyo ni lazima tujue ni nani. Mimi kwangu la mwanzo ni kama tujue ni nani, ili tujue huyu ambaye anajenga bila kuhusisha umma, huyu anayejenga bila kuulizwa na maafisa ambao wamepatiwa jukumu hili la kulinda misitu, je, ni nani? Halafu Bwana Spika, ni lazima tujiulize, je, ni miti iliyokatwa pale ama palikuwa ni mahali ambapo palikuwa hapana miti? Na je, kuanzia sasa kwenda mbele tutahakikishiwa na nani kwamba misitu yetu isalama? Tutahakikishiwa na nani kwamba misitu yetu haitaendelea kukatwa? Bwana Spika, hili ni jambo ambalo kamati ya mashamba na turathi za kitaifa lazima iangalie kwa makini sana, na ninataka kuamini kwamba mwenyekiti wangu seneta wa Mombasa, Seneta Faki, ameyasikia haya na kwamba ayapatie kipaumbele, alipatie kipaumbele jambo hili. Senator Beatrice Akinyi.
Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I rise to support the statement by Senator Ameda over the housing facilities for forest rangers. Honorable